Ndugu zangu, mtu asiye na mke anakosa mambo mengi sana, kwa sababu Mtume anasema ad-dunya kulluha mataa, hii dunia msione hivi, yote hii ni kustarehe, ni starehe, lakini wa khairu mataiha almar'atu salihah, starehe iliyo bora ni mwanamke mzuri mwema. Mwenyezi Mungu aturuzuku wanawake wema. Hao wanawake wema ni wepi? Tumekisema idha nadharta ilaiha sarratka wa idha amartaha ata'atka wa idha ghibta anha hafidhatka fi malika wa fi nafsiha. Mwanamke mzuri mwema ana sifa tatu katika hadithi hii ya Mtume anazitaja. Ya kwanza, ukimwangalia unafurahi, ukimwangalia wewe mwenyewe unafurahi. Ndugu zangu, usione hivi katika maisha, kunatakiwa kitu cha kukupa furaha ndani yake. Ndani ya maisha kunatakiwa kitu cha kukupa utulivu, na utulivu na furaha vyote unavipata kwa mke wako. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Miongoni mwa alama za Allah ni sisi wanaume kutuletea wanawake na wao wanawake kuletea wanaume, ili tupate kutulia kwao, tupate utulivu. Sasa kuna maana gani katika Ramadhani kutajwa wanawake katika ayatu hizi za saumu? Utulivu kama haupo, unafikiri utakuja itikafu wewe hapa? Unafikiri utafunga kwa raha? Unafikiri utafanya ibada kwa raha? Binadamu ni dhaifu sana, kitu kidogo tu kile muharrij, na hakuna stress kali kama za mke. Ndio maana utapata vitabu vingi vyenye kuuzwa na kununuliwa ni vile vinavyofungamana na mambo ya ndoa. Wewe ukishatunga kitabu sasa hivi kinazungumzia sijui mambo ya ndoa, na kitapata wateja, customer atakuwa wengi sana. Au useme mimi bwana nina dawa. Siku hizi wanasema wanafika kwenye misikiti, heshima 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 heshima, yani njoo uchukue dawa za kuweka heshima nyumbani kwako, na wale wanapata customer wengi sana. Wengine wanaona haya pale pale, wanamuita pembeni, bwana taka heshima. Nacheka kwa sababu ndio mnaona kwenye misikiti yetu nini yote, kwa sababu yale mambo yaende vizuri. Atanikimbia huyu, utakosa mimi zile raha, na ndio maana ukaambia utulivu. Sasa Ramadhani yako, wallahi, ikiwa mkeo mnapendana, mke wako mnasikilizana, ukimtizama unafurahi, inafungika smoothly kabisa, unakwenda vizuri. Hata ukikutana na wenzako unaonekana una bashasha, unaonekana mtu mzuri, stress free. Lakini njoo iwe kinyume chake, unasema peke yako barabarani, unaona mtu yuko hivi, yote hayo nyumbani, ujue mambo yameharibika. Naam, nasema as-saidu man saida fi baitihi walau arada jami'u an-nas an yashku, wash-shaqiyyu man shaqiya fi baitihi wala yastati'u jami'u an-nas an yus'idu. Nasema mwenye furaha ni yule ambaye furaha yake imeanzia nyumbani. Huyo hata watu wa dunia nzima hawawezi wakampa kinyume cha furaha. Na yule aliyeharibikiwa ni yule ambaye ameharibikiwa kwanza nyumbani, na hakuna mtu atamtengeza huyo akampa furaha kama hajaipata nyumbani kwake. Ndio maana Mtume akasema khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Bora wenu, mzuri wenu ni yule mzuri nyumbani kwake kwa wake zake, na mimi mtume wenu kwa wake zangu. Oh, mashaallah. Sasa huwezi ukawa mzuri huku mitaani, lazima ile transformer yake ni nyumbani. Ndio maana Mtume anasema mastafada al-abdu al-mu'min
ba'da taqwa Allah khairan min zawjatin salihah, hajapatapo mja kupata kitu kizuri baada ya takwa, ambayo ndio ufunguo wa kwenda peponi na husnul khuluq. Baada ya hicho Mtume anasema zawjatin salihah, upate mke mzuri anayekusaidia katika mambo yako ya dini na dunia, anayekustiri. Hichi ndicho kitu duniani kinahitajika na kila mmoja. Zisikilize hizi aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisai wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Nini mapambo ya dunia? Zuyina linnasi, annasu wenyewe ndo sisi. Tumepambiwa nini? Kipi kinapendeza mbele ya macho yetu? Hubbu shahawat, kitu cha kwanza matamanio, ghariza. Na wanasema gharizatul insani min a'nafil gharais, yani zile feelings na matamanio sugu utayapata kwa mwanadamu, sio kwa mnyama, sio mwanadamu. Gharaizi zake zikishaamua kuchomoka, anaweza akafanya maajabu. Mara ndo utaona mtu anaaibika, anawabaka mpaka wanyama, kuku, mbuzi, hawasalimiki na gharaiza. Utasikia watoto wadogo wanabakwa, mambo ya ajabu ajabu. Sasa Mwenyezi Mungu haya yote anayajua, ndio maana ametuwekea pahala hizi ghariza ziende pahala pake. Zuyina linnasi hubbu shahawat minan nisa, nambari moja wanawake. Wewe utasema mimi siwapendi wanawake, lazima umuone daktari. Hiyo sio ujana dume, unatakiwa ukamwone daktari. Hubbu shahawat minan nisa, wanawake, walbanina, baadaye huko wanakuja watoto, mali, mashamba, farasi, qanatir muqantara min adh-dhahab wal-fidda wal-khayl al-musawwama wal-an'am wal-harth dhalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Lakini soma mbele ya aya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah. Yani duniani nambari moja wanawake, hata ukienda peponi pia Allah wa azwajun mutahhara, bado wapo kule. Tena waliotahirika, hawana ulimi mchafu wala hizi naqais zote za duniani hizi hawana. Wanawake zetu kuna baadhi ya mambo wakichafuka utakiona cha mtema kuni. Ndio mmoja anambia mke wangu, mbona mimi na wewe tumetoka mbali? Anambia basi tushafika, kama tunatoka mbali safari yetu imalizikie hapa. Ukiingia nyumbani mara nyingine unaonyeshwa chakula cha kwa mguu, kile pale chakula chao kile pale, unaenda kujipakulie mwenyewe. Mke wangu vipi? Kuna mwingine anasema mimi talaka nimeshaiandika mwenyewe, anamwambia mumewe nimeshaiandika talaka, inasubiri saini yako tu, siku yote ukiamua basi tia saini pale. Ukipata mwanamke kama hivi, itikafu zitakushinda, ibada zitakushinda, utakuwa unasema peke yako, mwisho na unapata stress. Ndugu zangu, msione ndugu zetu wengine wamekuwa wenda wazimu. Ukifuatilia habari zao ni mambo mawili, ima wanawake au mali. Wengi tunapata misukosuko kama hiyo. Wajitahidi wanawake hawa. Na mara nyingine hata hiyo unaweza ukamwona mtu yuko msikitini kila wakati, pia ukafikiria jamaa itikafu kila siku, pia kumbe anakimbia nyumbani mwanamke. Alinihadithia mmoja katika wa rafiki zangu, anasema ukiulizwa usiwe na haraka. Katika sifa za Bwana Mtume, at-ta'anni min Allah wal ajala min ash-shaytan. Hata kujibu mtu na wewe ukiambiwa kitu
nenda tadrijian, kukichambua nini kidogo kidogo, haraka haina baraka. Asema aliulizwa mmoja, mbona unawahi sana salatu alfajiri msikitini? Akamwambia siri yake, mimi nina wake wawili. Yule bwana pale pale hakutaka istifsari zaidi, sasa basi خلاص, mimi siswali sana alfajiri inanipita. Kaongeza mke, akaenda akaoa. Baada ya wiki hakuweza tena kulala nyumbani kwake, akawa analala msikitini. Alipokuja msikitini akampata yule aliyemwambia mimi siri wake wawili. Mbona uko huku, ndio maana unawahi alfajiri? Kambe nyumbani hakulaliki. Nikienda huku napigwa frying pan, nikienda kule napigwa sufuria, nikienda huku nimepata makano amin, ni msikitini. Kwani hamjawahi kusikia mtu ana wake watatu lakini analala hoteli? Nyumba hii iko moto, hii iko moto, hii iko moto. Ukienda huku unaambia unampenda sana yule kule, ukienda huku unaambia ndio umetoka kule kwa malaya wako. Yani maneno mazito mazito makubwa, wakati mpaka na wewe, ya Rabbi jamani niokoeni. Uliyetaka mwenyewe, ukuja kwanza kutaka istifsar. Wewe ungeniuliza siku ile wake wawili vipi, umeenda kuvamia tu. Lakini wanawake ndio wanaotupa utulivu. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo tunaisikia sana makadhi wakiozesha, anasema man tazawwaja faqad hafidha shatra dini, atakayeoa huyo amehifadhi nusu ya dini. Ikiwa nusu ya dini umeshahifadhi, kuna nusu moja imebaki. Falyattaqillaha fi shatri al-baqi, nusu ya pili ni kumcha Allah. Kwa hiyo kumcha Allah na kuwa na mke mzuri umekamilisha dini. Lakini mke mzuri atakaye kuletea, ndio hadithi nasema arba'un min as-sa'adati al-mar'atu as-salihah wal-markabu as-salih wal-jaru as-salih wal-baytu al-wasi'. Katika hadithi ya Abi Sa'd ibn Abi Waqqas anasema Mtume vitu vinne vinasababisha furaha. Cha kwanza, mwanamke mwema. Mke wangu, mke wako akikuona umelala na kuamsha, wakati wa sala umefika. Tena katika hadithi nyingine anasema idha ghadiba zawjuha, mumewe anapoghadhibika na kukasirika, huja kwa huruma anasema hadhihi yadi fi yadik, huu mkono wangu mume wangu uko kwenye mkono wako. La aktahilu binaumin hatta tarda, mimi silali mpaka uniridhie, uwe radhi nami. Wako wapi hao akikama? Wako wapi? Mimi siridhii, sitokuwa radhi mpaka nilale wewe umeridhika na mimi. Hao ndo wanawake wa peponi. Wake zetu siku hizi kila ukikasirika ndo afadhali, kwa sababu unampa nafasi ya kuchati usiku. Endelea tu. Tena nakwambia haya, si umejifanya kidume wewe mwenyewe, mbona umerudi wiki tu? Mimi nilikuwa nakupangia mpaka mwezi hapa, bahati yako. Hao ndo wake zetu. Na sote tulikuwepo hapa, kila mmoja na mabalaa yake, ana tabu zake, lakini tuwe wavumilivu, kwa sababu hawa wanawake ndo tabia zao. Ikhwata al-iman, uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, wao ni mavazi yenu na nyinyi ni mavazi yao. Angalia, alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum, Allah amejua na anajua hata kabla ya kutokea kwamba nyinyi mlikuwa nafsi zenu zinakushindeni, inatokea zile shahawat. Mtu anakuja anamwona mkewe kalala, na ukilala basi anamwambia mimi nakuhitaji bwana, umelala? Mimi hujalala. Anayataka mambo yake, wanafanya kile kitu ambacho Mungu hataki. Basi Allah anasema alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum
fataba alaykum, Allah amewasamehe. Kwa wale ambao wameteleza wakafanya wakati wamekatazwa, afa ankum falana bashiruhun, sasa waendeeni, fanyeni kile mlichokatazwa. Lakini wabtaghu ma kataba Allahu lakum, maladhi kataba Allahu lana, yani ilo tendo lenyewe tafuteni thawabu kutoka kwa Allah. Si Mtume anasema wa fi bud'i zawjati ahadikum sadaqa, hata unapofanya tendo la ndoa na mkeo unaandikiwa thawabu. Mpaka sahaba sahihi, ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu thumma yakunu lahu fi dhalika ajr, yani mtu anakwenda kustarehe alafu anaandikiwa na thawabu. Mtume kaambia naam. Unaonaje kama hizo shahwa zake angeenda kuzimalizikia kwa wanawake wa haramu, je, angeandikiwa dhambi? Kusema naam. Basi asema maadamu kaziendea katika halali, thawabu. Yani una enjoy na thawabu unapata. Lakini kule mmoja aliwahi kusema maneno mazuri, anasema ladhatul maasi tadhhabu wa yabqa iqabuha wa mashaqqatu ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha. Zile ladha na kuenjoy kwako katika maasi zote zitapotea, yatabaki madhambi. Ni nani anakumbuka Mwenyezi Mungu kama alimuonja akateleza miaka 10 iliyopita, leo anayapata yale mazuri au ule utamu wa kile alichokifanya miaka 10? Sio miaka 10, miaka miwili, sio miaka miwili, miezi, sio miezi miwili, siku 2 tu. Kama ulifanya kitu cha haramu unakikumbuka siku ya 3, jana tu kama umemwasi Allah, bado unapata ile utamu wa yale maasi. Tadhhabu, unaondoka, kinachobaki ni madhambi mpaka utubu. Wa mashaqqatu taa, na hata ule uzito wa kumtii Mwenyezi Mungu, ile tabu unayoipata nayo pia itaondoka. Wa yabqa thawabuha, kitakachothibiti ni thawabu, zitaendelea kuwepo. Basi endelea wewe kufanya mema.